ni kama nilivyokuambia, ndio project ambayo nimeinvest hela nyingi. Kwa wakati mwingine kila mtu anaweza kufanya kitu ambacho anachoweza. Nilichoweza kufanya mimi nimekifanya, umeelewa? Hata hiyo project mpaka kufika ilipofika, mpaka kuonekana kwenye Netflix, ina maana wameiona, ndo imepata nafasi ya kuonekana na watu wameikubali, imepita. Kwa hiyo nilipoweza kuifikisha, ndo hapo nilipoweza kuifikisha. Siwezi kusema kwamba ningeweza kufanya ambacho nisingeweza kukifanya, unaelewa? Nilichoweza kukifanya ndo hicho. Sasa tunajua wakati mwingine mtu anaweza kuwa na uwezo kushinda wewe, uwezo atufanani uwezo, unaelewa? Kama kuna project msanii anaweza kuinvest milioni 100, mimi naweza kuinvest milioni 20, na wasanii wote tungekuwa tunaweza kuinvest milioni 100, tungekuwa tumefika mbali sana. Lakini hatuna uwezo wa kuinvest sehemu kubwa hiyo. Hapana. Kitu gani kibao na kinaweza katokea? Mimi nilipoweza kufika ndo hapo nilipoweza kufika. Kwa hiyo ukweli unabaki kama ukweli na uongo unabaki kama uongo. Niliweza kufika sehemu kubwa ambayo kwa ndio labda nifike, ama labda yeye alikuwa anaona ndio nifike, lakini nilipofika mimi ndo nilipofika. Salama SK alifanya mahojiano na B Dazen, B Twangala, au sio bana? Na akawa ameuliza swali kuhusiana na ngoma ya Komando ambayo Jinako Warewara alishirikiana na Diamond Platnumz. Na kwa upande wake bana akasema kwamba kuna namna ambavyo Jinako alizembea sana kwenye promotion ya hiyo ngoma, maana ilikuwa ni ngoma ambayo ilikuwa na potential moja kubwa sana. Ilikuwa ni ngoma kubwa ambayo ingempa mafanikio mengi na makubwa sana Jinako, lakini kwa upande wake alichukulia hiyo ngoma poa, na alimchukulia Diamond poa, na akachukulia pia hiyo ngoma kuwa ngoma ya kawaida, wakati ilikuwa ni ngoma kubwa sana ambayo ingempeleka kwenye level zingine kwenye kari yake ya muziki. Sasa mashabiki wakawa wanajaribu tena kama kukurudisha kumbukumbu ya ngoma ya Komando ambayo Jinako alifanya na Diamond. Wakawa nahisi kwamba alikuwa mawapi wakati ngoma ilipenya ikaingia mtaani fresh tu, nini ambacho labda hakukifanya. SK bana Salama akasema kwamba kuna namna ambavyo Jinako alikataa kuwekeza investment, hakuifanyia kama ilivyostahili. Sasa baada ya hivyo bana, nadhani kwamba story ilimfikia Jinako, na kupitia mahojiano ambayo na kituo cha East Africa Radio akaja kurespond na kutoa majibu yake kwa hiko ambacho alikuwa amekisema Salama SK, na majibu ya Jinako Warewara yalikuwa ndio kama umetoka kumsikiliza hivyo. Sasa huwa napenda sana kurudisha swali kwako. Unahisi kwamba Salama yuko sahihi na hiko ambacho alikisema kwamba Jinako hakuwekeza vizuri kwenye ngoma ya Komando ambayo alimshirikisha Diamond Platnumz? Lakini pia kama unahisi kabisa kwamba uwekezaji ulikuwa wa kutosha, sababu baada ya kuulizwa kuhusiana na ngoma ambayo alishai kuwekeza hela nyingi sana, kwa upande wake alisema kwamba hii Komando ndio ngoma ambayo ametoka kuwekeza pesa ama hela ndefu sana. Lakini sasa inatokea kwamba kwa upande wa Salama SK kwamba uwekezaji huo ulikuwa sio, yani hajawekeza chochote. Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.